with foundations, jinsi ya kushughulikia misingi. Na ni muhimu kwa kila mtu kujua maisha ya wanadamu hufuata mikondo ya misingi yao. The lives of men follows the patterns of the foundations they find themselves upon. So mwanadamu wakati mwingi, hata wakati anataka kutenda mambo, angetaka kuona mambo, wakati mwingi kile atakachokutana nacho, the dictation is made in the foundation. Misingi ndio huamua vile hicho anatafuta kitapatikana. Praise the name of the Lord. Ndio maana wakati mwingine unasikia tukiongea mambo kama tunasema habari ya traditions ambazo zinafanywa. Tunaongea habari ya kafara ambazo zinafanywa. Kwa sababu mtu mwingine anaweza uliza, sasa pastor, sisi hatuko huko kwa msitu, mtu alikuwa huko anatoa kafara, unatuambia tuombee ya nini? Kulingana na sisi tunaona hiyo ni kitu imefanywa na hatukuweko. Praise the name of the Lord. What we may not understand is any act that puts up a foundation will have some consequence in your life. Itakuwa na bearing fulani katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Mungu arejeshe Kiswahili. Hallelujah. Sababu najua kuna watu ambao wanahitaji kuelewa. Now, let's go to what we have been dealing with. Na ninataka kurudisha nyuma kidogo hata wale ambao tulikuwa nao. Nikasema kutoka mwanzo, nilisoma kitabu cha Samueli wa pili, mlango wake wa 12, mstari wa 9 hadi 14. Na nikasema ya kwamba Daudi akafanya tendo la kumchukua mke wa Uria, wakalala na yeye, wakapata mama akapata mimba, na akanyamazia lile jambo, akaua bwana yake kwa njia ambao Mungu alisema ulimuua kwa upanga wa wana wa Amoni. Lakini baada yake kufanya lile tendo, Biblia inasema kwamba Mungu akanena akamwambia, kwa sababu umetenda tendo hili, tazama haya ndiyo yatakuwa matokeo. Praise the name of the Lord. Juu umeaibisha jina langu, matendo yale umeyatenda yatakuwa na hizi results mbele zako. So ninajaribu kukuweka mahali ambapo nasema mambo mengine wakati yanafanyika, yakisha jenga msingi yatakuwa na effect fulani kule mbele. Glory be to God. Amen. So ni muhimu kwa mtu kuelewa kwa nini tuna handle misingi. Glory be to God. Amen. Now, nikasema akaambiwa kitu cha kwanza, upanga Mungu alisema nitakuelekezea mabaya katika nyumba yako. There will be evil in your house. Imetokana na nini mabaya? Tendo ulilotenda hapa. Sahi hakuna ubaya, sahi hakuna kitu inafanyika, lakini mbele yako kule unakwenda mabaya yatakuwepo. Akaambiwa jambo la pili, upanga nitaweka juu ya nyumba yako. Upanga nikasema unasimamia vitu viwili. Number 1, judgment. Number 2, death. Akaambiwa katika hiyo nyumba kuna hukumu nimeshatoa, na kifo pia kitakutangulia, utakutana na kifo. Niliwaambia wale tulikuwa nao, ni kama Mungu anasema anza kununua majeneza, utazika watu. Wewe anza kuchimba kaburi, maana kuna watu watakufa. Mbeleni Daudi hajaona kifo, hajaona watu wanakufa, lakini sasa Mungu akasema katika hiyo nyumba yako mauti sasa imepiga hodi. Glory be to God. Amen. Number 3, Mungu akamwambia, wake zako hivyo umechukua mke wa mwenyewe, na wake wako watachukuliwa hadharani. Mchana watu wakiona, mbele ya watu na mbele ya jua, bibi zako watachukuliwa. Mtu atalala na wao mbele ya watu. You know what I'm trying to say is this: the repercussions of what he did. Glory be to God. Sasa mimi nasema kile kinanisumbua akili sana ni kwamba watoto wa Daudi, mambo ambao yaliwatendekea haikuwatendekea kwa maana wao ni wabaya, ni baba yao alivyofanya, mjengo aliyoujenga na kile ulileta katika maisha ya familia yao. Praise the name of the Lord. Amen. In other words, every man must be careful about the foundations he is laying. Kila mtu achunge misingi ya kwao, misingi iliyojengwa. Nilisema kuna aina mitatu ya misingi for the sake of those who are not here. Number 1, they are personal foundations, misingi ya binafsi. Hiyo inahusu matendo yale unafanya wewe mwenyewe.
vitu zile unafanya kama mtu binafsi. Amen. Number 2, kuna misingi ya familia. Ni kitu gani kimefanyika katika familia yako? Ni mambo ya aina gani familia yako imejipeana kwake? Itajenga kitu fulani. Praise the name of the Lord. And I don't want you to, you know, sometimes we only think of the devil when we talk about foundations. You either build a foundation that can accommodate God or a foundation that cannot accommodate God. Praise the name of the Lord. Amen. Msingi unaojenga aidha utamkubalia Jehova ama utakubalia mashetani. Andika hili jambo hata wewe ambao ulikuwa. Foundations become a doorway to the spiritual realm and for the spiritual beings. Did you hear me? Foundations become a doorway to the spiritual realm and for the spiritual beings. Misingi huwa malango ambayo yanaruhusu mawasiliano katikati ya mwanadamu na ulimwengu wa maroho. Ninatumia hilo neno maroho kwa sababu inawezekana katika msingi mnaojenga Roho wa Mungu apate barabara. Kuna uwezekano katika msingi unaojenga maroho ya mashetani yapate barabara. Are we working together? Umenipata katika lile swali? Nimesema misingi huwa malango, mwishowe hugeuka kuwa malango ambao yanaruhusu maroho ama ulimwengu wa maroho kupata barabara katikati ya wanadamu ama kwa wanadamu. Glory be to God. Amen. So you may want to add the following. Therefore, the foundation will determine what enters into your spiritual realm and also what enters into your physical realm. Ni kitu gani kitakachofika katika eneo lako la roho? Ni kitu gani kitafika katika eneo lako la mwili? Inategemea mjengo msingi uliojengwa. Bwana asifiwe sana. You may want to add another dimension or twist to the shape. Foundations finally become structures, and the structures become habitations for spirits. Do you hear me? Foundations eventually become structures. The structures become habitations for spirits. Misingi mwishowe hugeuka na kuwa mijengo, na mijengo ile hugeuka na kuwa maskani ya maroho. Hivyo ni kusema kwamba mjengo utakao kuwa kwako utakuwa masikani ya maroho fulani. Awe ni roho wa Bwana, awe ni roho wa shetani, awe ni roho ambaye atafuta watu katika uzinzi, ama awe ni roho atakayefuta watu katika mema. Inategemea na misingi iliyowekwa. Glory be to God. Amen. Andika hili pia kwa sababu unasikia kuna mambo ambayo Mungu analeta ambayo mimi sikutaka kuonania kwa sasa. Misingi huzaa ama huzalisha. Foundations will give birth or will cause people to give birth or the structure to give birth. It will produce, in other words, misingi itazalisha kitu. Sijui kama ushawahi sikia hizi machungwa grafted, eh? Si ndio? Machungwa hugraftiwa sana kwa nini? The original, the root huwa nini? Mostly huwa nini? Ndimu. Kwa nini wanachukua ndimu? Ndimu huwa na root foundation nzuri kuliko machungwa. Are we together? So ukichukua machungwa uweke katika ndimu, haizai ndimu. Lakini wakati ule wa mti ule kukua, kuna branch unaweza achilia, na kwa maana iko pale chini ya mahali grafting ilifanyika, uzae ndimu. Maana the original root ni ndimu. So msingi wa kwako utazalisha. Praise the name of the Lord. Muembe hivyo hivyo pale chini wakati wa grafting
tunachukua mbegu ya maembe ya kawaida, lakini katika grafting tunakata tawi la mti tome, zingine zinaitwa nini? Apple, Eden, ziko nyingi. Tunaleta pale, tunaweka. Ndio? Tukishaweka ule mwembe, if you are now below the graft, kutokea branch, kutatokea maembe ile wangwashe ile ya kweli. Hiyo ndio utakuja. Utakula ile kama maembe kadogo, lakini kule juu unazaa maembe makubwa. Foundation uzalisha, na itazalisha kulingana na kile imebeba. Let's go to the book of Romans for a moment, because there is a word ambao nataka tuangalie. Neno hili nitaka kusomea hadi hata jana, lakini muda haukuniruhusu. So Romans, I believe this should be nafikiri huu ni mlango wa 11. Angalia kutoka mstari wa 16, 11 from verse number 16. Anasema tena malipuko yakiwa matakatifu, kadhalika na ndonge lote, na shina likiwa takatifu, matawi nayo kadhalika. I want you to consider that verse 16 is sehemu ya mwisho. If the root be holy, so the branches will be. Kama shina ni takatifu, matawi yatakuwa matakatifu. So the branches are actually a product of the root. So matawi hakuna siku yatakuwa na kitu tofauti na kile ambacho kipo katika mzizi. Bwana Yesu atukuzwe. Niulizie jirani, mizizi ya kwenu iko na nini? Mwambie, kwa maana kile imebeba ndicho utakula kwa matawi. Tunapatana pale. The foundation that you are built upon, if it is not holy, you cannot expect holiness. Kwa hivyo kuna eneo ambalo unaweza jikuta wewe unataka kuwa mtakatifu, hata unaomba, unatubu, unaapia Mungu, nimekataa, lakini kesho unaamkia pale pale, tabia ni ile ile. Mpaka unasema sasa, Mungu, kwani huna huruma? Unihurumia, unitoe kwa hili kitu. Lakini kitu Mungu anajaribu ni kukwambia, msingi wako usipobadilika, matawi hayawezi kubadilika. Bwana asifiwe sana. Salimia mtu, mwambie, wewe ni mbegu ya msingi, wewe ni uzao wa mbegu ya kweli. Mwambie, wewe ni tawi la shina lile limekushikilia. Mwambie, unakula kutoka kwa shina. Angalia, lakini wako matawi mengine. Okay, sijui kama nimepita huu mtihani. Mstari samahani. Kwa maana kuna kitu ambacho nataka kukusomea. Mstari wa 17. Twende mbele kidogo. Anasema, lakini iwapo matawi mengine yamekatwa. Sasa wewe ukiangalia kama mtu ameokoka, hivi ndivyo neno linasema. Ama vile barabara yako inapaswa kuwa. Anasema ikiwa matawi mengine yalikatwa, Israeli wengine wakaanguka, wakaiacha njia ya Mungu, wakakatwa. Walipokatwa, hivi ndivyo ilifanyika. Na wewe mzeituni mwitu, sema mzeituni mwitu. Salimia hiyo mzeituni mwitu imekaa karibu naye, mwambie habari ya mzeituni mwitu. Maana ulikuwa katika shina la msituni, shina la uovu, shina la mabaya, shina la mazito. Sasa hapa ndipo nataka kusema, kila mtu lazima uhakikishe wewe umekatwa kutoka kwa shina la baba yako. Ukatwe kutoka kwa shina la mabaya. Maana kama hutakatwa, hiyo
Sijui kama tunapata. You cannot be grafted unless first you are cut. You are broken off from the original root. So kuna watu ambao tunajaribu kuingia kwa Mungu na haiwezekani, maana kwanza hatujakata. Salimia neighbor, mwambie wacha nikwambie ukweli utakao kuuma. Kama hujawahi katwa kutoka kwa ile shina la kweli, huwezi unganishwa kwa vyovyote vile na shina la Kristo. Haleluya. Na anasema basi ukawekwa ama ukapandikizwa katikati yao pamoja na wao, wewe basi ni mshirika wa unono wa mzizi ama wa shina. Ukiweza kuwa grafted, mahali uko grafted unakula kile kiko huko chini. Amen. Kama kimekonda unakonda, kama ni unono utanona. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. But remember my bottom line, if you cannot be broken off, you cannot be grafted. And therefore, every believer has a responsibility to break yourself free from the foundations of your fathers. Amen. Msingi ya nyumba ya kweli imebeba nini? Maana kama hutavunjwa utazidi kula kile mti unakula. Bwana asifiwe sana. Amen. Ushawahi ngoa kamumea ambako kamekaa kwa area ambayo imekonda. Pengine hata minyanya unangoa mahali imemea hapo nje tu kwa mawe. Ikikaa kwa yale mawe utarajii kula matunda. Ikikaa kwa hiyo eneo hauwezi tarajia utakula kwa hiyo nyanya, maana watoto wataharibu, mbuzi atakanyanga, ng'ombe atakanyanga. Ukihamisha pale upande mahali pazuri, ile nyanya unaona inaanza kupanuka. Hata inaweza kuwa ilikuwa na mwezi mzima, kwa hivyo inapaswa kuwa imetoa maua, lakini haingetoa kwa maana mahali imepandwa hakuna unono. Ukiingoa pale uipande mahali pazuri, unaonanga inaanza, itamaliza tu siku 3, unaanza kuona matawi yameanza kugeuka, majani yamekuwa green. Ukiongeza fertilizer unaona branches zinachomoka. Branches zinachomoka na maua because nimehamishwa, nimetolewa mahali pa uhaba nikaletwa mahali pa unono. Glory be to God. Amen. Nitingizie mtu na utingize vizuri mpaka asikuke, umwambie si uchoke na hii misingi ya kweli. Wewe tingiza mwingine mwambie si ufanye jambo ukatwe. Angalia mtu watatu mwambie toa fujo ukatwe. Toa fujo ukatwe. Haleluya. Mambo ya kuendelea kukaa kwa miiba. Mambo ya kuendelea kukaa kwa kitu ambao haizai, hairiki. Maisha ni magumu, ni hatari. Hiyo ndio ningetaka leo tuanze kukata. Glory be to God. Amen. Hallelujah. Amen. Nabarikiwa. Najua kuna wakati Mungu analeta vitu za ajabu. Yaani anasema shina kama ni takatifu na matawi ni nini? Meaning that the foundation dictates the branches. So kuna watu sisi tunajifanya sisi ni holy, ni watu wa ajabu. Tutaona makubwa yatakuja, lakini naye Mungu anaangalia shina la kwenu, anaona halina nafasi ya kupitisha. Ni kama huko si kuna grupu za maji. Eneo hili lina grupu za maji, sio? Isipokuwa kwa wale wageni ambao hawaelewi. Lakini grupu ya maji inaweza kuwa hata inaweza jiita kama kwa mfano, niambieni kikundi moja. Kimuri. Kuna maji ya Kimuri. Nyingine Kadita. Nyingine Ndio Maria. Hiyo ni grupu ya maji. Nyingine ile inaleta kwa nini inaitwa nini? Kadita. Ya kwenu? Una kwenu? Okay. Mwako mbaya. Kwenu? Uwero Water Project. Kuna watu ambao hivi ndivyo tunabehave. Maji ya kwenu ni ya Kadita. Unaenda kucomplain kwa Wero. Ndekuwa na hoge ni. Iko kwenda yuko na roje. Nawaambia nataka maji. Wanakuuliza wewe ni member namba ngapi? Namba 49.
ukiangalia kwa kitabu wanakwambia haupatikani. Haya maji yetu huwezi kunywa. Wewe namba 1 sio memba. Namba 2 hakuna mfereji wa kwetu unafika kwako. Salimia mtu mwambie ngoa mifereji unganisha kwingine. Angalia mtu mwingine mwambie badilisha pipe wewe. Uache kunywa hii takataka unakunywa. Hii unapewa kila wakati. Unakunywa vitu ambao zinakufanya uwe mgonjwa. Vitu ambao zinaleta mauti. Praise the name of the Lord. Amen. You know, I was not supposed to preach. I was supposed to tell you a few things and then we break the foundations. Ambazo ziko. Amen. Amen. Sasa nimesema kuna misingi ya kibinafsi, ingine ni ya familia, ingine ni ya nini? Community. Uchunge uangalie misingi. So nimesema Daudi akatenda tendo na watoto wake wakalipa. Wao ndio walilipa mabaya ya baba yao. Watoto mmoja akafa. Wacha kufa kwanza. Mwingine akanachisi dada yake. Watoto kile wanaingia ndani yake hawaelewi. Hawajui kwa nini mambo yako vile. Ni msingi uliojengwa na baba. Na watoto wako kwa lile shida. Msichana wa Daudi, can you imagine ile maisha yake ilipotea? Maana alikuwa raped akiwa pengine miaka 20 na kitu. Yeye akaishi katika kama anaitwa nani? Wito. Kama mjane, lakini hakuwa kuolewa. Aliishi hivyo kwa sababu ya baba yake. Hayopa watu muone. Daudi wa siku ya mwisho amwambia mtati kuja pale. Kuja. Mbona ulifanya niishi kama wito na mimi nilikeolewa? Kwa maana ulijenga kitu baya, nikavuta maji yenye ubaya. Nikaoza. Kijana mwingine naye anamwambia dadi, kumbuka vile ulifanya na mke wa Uria. Ukapata hii pepo. Sasa ikanisumbua. Watoto wanalipia kitu ambao hawakufanya, hawakuulizwa ruhusa. Na nimewaambia mara nyingi, kindly gentlemen, ladies and gentlemen, even if you don't stop sinning because of yourself, stop sinning for the sake of the children that will come after you. Watu wale watakufuata. Ni makosa wapitie barabara ya machungu na mazito kwa sababu yako. Sababu huku wapanda katika msingi ulio sawa, uliwapanda katika dhambi na vituko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nilisema ya kwamba misingi hujengwa na vitu vitatu mainly. Number 1, sin, dhambi. Kama huku weko unaweza ongezea. Dhambi ndio kitu cha kwanza, the main thing ambao hujenga misingi. Dhambi ikiingia katika maisha, kuna vitu itajenga. Na kile itajenga, utajaribu kubomoa, utashangaa. Jambo la tatu ambalo hujenga misingi, la pili samahani, ni kitu niliita traditions. Mila na desturi. Mnaishi namna gani? Mila za kwenu zinaruhusu nini? Nikasema katika mila, sasa mnafanya nirudie mambo mengi lakini wewe wacha nirudie tu kidogo. Mila na desturi nikasema number 1, wakati mtoto anazaliwa, tuchunge mila ya kumpokea na kumpea jina. The receiving and the naming of a child is important. Hapana ita mtoto Joho. Atakuwa mtu kichwa maji tu inatembea huku, inaruka fence ya neighbor, inapitia chini ya fence. Taishi kununua sengenge kwa shule. Maana aliruka. Alikata ni Joho. Sasa Mungu awasaidie. Traditions. Haya, kumpokea na kumuita majina. Nani alimpokea, nani alimpea jina? Jambo la pili nilisema, katika traditions chungeni wakati wa circumcision. Na wale ambao ulipitia katika tohara ya kienyeji iliyo na vituko, ni muhimu sasa uitubu. Uondoe kile katika msingi wa maisha. Maana kitakuja kuleta shida. Bwana asifiwe sana. Ushawahi jua kwa mfano katika wanaume, tohara katika mila na desturi, kama ukitahiriwa kimila na kulingana na desturi za kwenu, huwa ndio wakati unapewa funguo ya wanawake siku hiyo. Maana mtu akishamaliziwa ni kama amepewa ruhusa, rada, zunguka, tembea, pata, shuka.
na usiache mtu kwa njia. Anybody. So wakati mwingine tunapiga kelele, mtu alirepu nyanya wa miaka 79. Kitu hauelewi ni hivi, msingi aliyowekewa juu yake aliambiwa wote ni wako. So hata akizeeka bora tu wewe vyovyote vile. Chukua. Bwana asifiwe sana. Tembea na hapa Western. Ndio utaona maajabu ya Mungu. Na ya Firauni, ikiwa imesagamana na ya Musa. Uone maajabu. Watu ambao hawawezi jizuia, bibi mmoja, uko na bibi mmoja, una wa pili, wewe uko na shida. Kinachowafanya vile kwa sababu katika tohara ya Muluya anaambiwa hivi statement ile anaambiwa, hope you don't come from there. Or do you come from there? Partly. So you understand what I'm talking about. Muluya anatahiriwa anaambiwa mlango wote uko wazi. Ingilia. Akiambiwa hiyo statement, uende utafute Muluya kama kuna kitu itamtoa kwa Mungu, usherati. Itakuwa namba 1. Anaweza kosa kuiba mali ya mtu, lakini atafika miaka fulani atatafuta bibi wa pili na watatu na wanne, hata kama alikuwa kanisani. Kama hujaenda huko, uelewe vile nasema. Ukuta mchungaji anakuambia huyu ndiye wife number 1A, huyu ni number 1B, number 1C. Yuko anaubi, haoni shida. Watoto wamejaza, boma ni 4. Nyumba yake ya mama mkubwa, mama wakati wa kado. Anaweza fungua nursery school yake peke yake. Hakana haja ya kuita watu wamsaidie. Na ajili walimu kivyake. Lakini nikikwambia hiki kitu ni tradition tu, katika tohara ndio wale wanaume huingia katika barabara tofauti. Anatoka kwa njia ya Mungu, anaingizwa kwa njia ya kishetani. Glory be to God. Number 3, katika ndoa, wakati watu wanaoana, tradition zile watafuata zitajenga misingi, zitawaweka katika misingi fulani. I don't have time. So nikasema kama umefika wakati wa kuolewa, kama wewe unaoza wasichana wako ama unafanyia kijana harusi, chunga ile barabara utampitishia. Hapana mfuatisha barabara ya kweli. Barabara ambayo watu wewe hujui. Hiki kinaitishwa ngere, oilwa leta ngere, ito kwa kitu kwa ngere. Ingere mbio. Unapeleka nini? Vishe ngere. Hapo tije. Sasa ukenda kutije wewe kuna job ito kwa hapa. Ndio hata tu bana nare kuna ajabu. So mtu ataambiwa kitu, niletee kondoo usiyojua ni nini. Niletee mwari, ujui ni nini. Niletee ndurume, ujui ni nini, umepeleka tu. Mwishowe inaanza kukukura. Kianza kukukura ndio unarudi kanisani ukaomba. Kile unaombea hakiwezi badilishwa na maombi, maana ulishafanya tendo ambalo unahitaji urekebishe tabia. Number 4, nikasema mazishi. Siku ya mazishi mtu amekufa. Uchunge ni nini utafanya? Utazika yeye vipi? Utaweka yeye kwa kaburi namna gani? Maana vile utafanya itaamua kile utajenga ama kile utajiweka juu yake. Praise the name of the Lord. So there's a statement I made, and if you were not there, wacha nikupe hii statement uiandike, itakusaidia siku moja, hata isipokusaidia sasa. Uelewe hivi, katika nyakati hizo 4 nimetaja, you are given room to connect or disconnect with the foundations. In the 4 areas of traditions, ambazo hapo ndipo tradition hucheza sana, ndipo tradition huonekana sana. At that time, you are given room to
to either connect or disconnect with the foundation. Or thirdly, to build a fresh foundation. Unaweza jikata kwa msingi ulioko, ama uwe utajiunganisha nao. Unaweza kuwa siku ya kutahiriwa wewe hukupita barabara ya tradition, kwa hivyo uliepuka. Lakini katika siku ya ndoa ukarudi kwa msingi, ukajiconnect tena, ukasema mtoto yule alikuwa amepotea, amerudi, ukajirudisha. Ama unaweza wacha kile cha baba yako na ujikate kwake na ujenge kitu mpya. Nimekupea hekima ambayo ukiifuata utasonga. Ukiifuata utapita misingi ya kwenu. Usipoipita usinilaumu, mimi nimekupea habari. So, nilisema kuna effects za kuna kitu nilita practices and lifestyle. Mitindo, jinsi mnafanya mambo, maongeo yenu, vile mnajipeana kwa kitu fulani, inaweza jenga misingi. Na number 4 nikasema habari ya laana. Maneno yaliyonenwa. Ni maneno gani ambayo yamenenwa? Laana zilizonenwa ama maneno declarations ambazo zinafanya. Praise the name of the Lord. So hiyo ni mambo mazito ambayo sitaweza kuelewa. Now, for the sake of those who are not here before I go to the last thing. Kuna effect nilisema. Matunda ya misingi ama kile itafanya. Kitu cha kwanza nilisema kupea shetani mahali. Kama msingi ni mbaya, utapea shetani mahali. Utakuwa na effect fulani. Number 2 nikasema it restrains. Msingi huzuilia. Msingi utakuwa na kizuizi fulani. Unaweka katika maisha yako ama katika njia yako. Number 3 nikasema it sets a limit. Limit ni kiwango. Utafika wapi? Ni wapi unaweza kwenda? Ukipanda utapanda mpaka wapi? Misingi inaweza sema mahali utafika ukipanda. So unaweza taka kwenda zaidi, ndivyo nimejaribu kusema. Na ushindwe kufika. Unaweza ona mema. Nimesema, Biblia sema kwamba utakula unono wa mzeituni ule umeshikanishwa nao. Lakini kama wewe uko bado kwa mzeituni mwitu ambao hauna unono, huwezi kula unono. Utakula msitu. Tunaelewana? Lile neno likupe msingi mzuri wa kujiombea. Uambie Mungu, nivunje, nitoke kwa nyumba ya baba yangu, unipande kwa nyumba yako. Hallelujah. Foundations number 4 are meant to oppress. Kazi yake ni kufinyilia. Nilisema mengi sana usiku, kama hukua unaweza tafuta DVD ambao itakusaidia sana. Okay, number 5, it hinders destinies and potentials. Misingi huzuilia destiny na potential. Unakwenda wapi? Wewe ni nani? Mungu alikuwa anataka ufike wapi? Msingi unaweza kuwa kizuizi. Wewe ni kweli una makuu, una potential ya kuzaa, una uwezo wa kufikia maelfu, lakini msingi ulio ndani yake hauna unono. Kama huna unono, kamuti kanakaa kama hata kanaweza akuka, lakini sio ati kwamba kanaweza akuka, kana uwezo wa kuzaa. Kama kanaweza hamishwa, sijui kama ushawahi ona miti wakati kumekauka alafu inyeshewe na mvua. Mti ule ulikuwa umemwaga majani, unakaa kama utakauka. Mvua inanyesha, kama vile Ayubu anasema, at the scent of water it sprouts again. Unakuwa na matawi, unatoa maua, unazaa. Tunapatana wapendwa? Swali ni hili. Can you understand that kile uko nacho na potential yako kinaweza zuiliwa na msingi ule umeketi juu yake? Nikasema ishara hizi nilipeana, nitasema tu, nitakusomea tu through, you can write very quickly kama hukua, ili tuweze kusonga, maana nataka kufika mahali pa kuvunja ile misingi. Number 1, physical and mental oppression. Mateso ya kimwili na ya akili. Unajua ushawahi na watu wengine ambao hawakai bila vidoda. Unamkuta na kidoda ya mguu, mkikutana next time ya mguu ilipona, sasa ako na ingine hapa. Mnakutana baada ya wiki mbili, hii imepona, imebaki tu makovu, inaonekana palikuwa na kidoda. Imepona naye
iko na kitu. Unamuuliza ni nini? Ai, tulianguka na boda. Shukuru Mungu umeniona. Haki nilikuwa wakukufa. Mimi nakwambia niliona kifo na macho. Mkidagaa kidogo ana ingine. Alikuwa anakatia ng'ombe majani, ng'ombe ikauma majani ikavuta mkono huwa. Mwana mwangalia unashindwa gani? Kwani hii mwili yako kuna mtu anafanya practice naye? Bwana siwe sana. Anaishi hivi. Kuna mtu unaweza kuta unamkuta from one, yani kuna cycles fulani zinakaa katika maisha. Oppression. Number 2, sicknesses, magonjwa. Kuna magonjwa nomo wakati mtu amegojeka tu mara moja, lakini baada ya muda anapona, maisha inaendelea. Lakini mtu ni mgonjwa leo, unakaa anapona hiyo ugonjwa, anaingia kwa ingine. Ama mtu katika familia ni mgonjwa, huyo akipona huyo mwingine anashika. Niliwaambia jana inakaa kama mnapitishiana kamuti ile battle ya 4x4, 400 meters by 4. So mnakimbishana. Huyu ana watu wakijoga, maana anajua kamuti katarudi. Ya hata kama amekimbia, amemaliza yake 100 meters, lakini anakaa tu akiprepare, maana kamuti kako kwa njia. Baada ya muda anapokezwa, anatimua wiki 3 na ugonjwa. Akifikisha pale anaambia mwingine, ni wewe. Number 3, premature deaths. Vifo ambavyo havijafika. Watu wanakufa mapema. Wazee ndio wanazika vijana. Hakuna vijana wanazika wazee. Hiyo nayo ni maana ya jambo ambalo naita oppressions. Is a sign of foundations that are wrong. Number 4, miscarriages. Mimba kutoka yenyewe. Unakuta ya huyu imetoka, ya huyu imetoka, ama huyu ametoka 4, 5, hivyo maisha inakuwa hivyo. Kuna kitu kasoro. Particularly more than one. Nimesema one is acceptable. It might be a problem. It might maybe because something went wrong somewhere. But ukiona once, twice, thrice, Biblia inasema at the witness of 3 people, 2 or 3 people, something shall be established to be true. So jambo ukiona limetokea kwa mmoja, limetokea kwa wapili, watatu usigoje.